katika maombi yako omba roho ya neema. Zakaria 10 mstari wa kwanza. Mwombeni Bwana mvua wakati wa masika. Naam, Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua. Kila mtu atapewa nyasi kondeni. Mwombeni Bwana mvua wakati wa masika. Vitu vitatu ambavyo vikija kwako vinaonyesha kwamba ni majira yako au ni wakati wa Mungu kukuhamisha kiwango au kukufungulia mlango. Kwamba unapoviona kama viashiria vitatu, ukiviona vinakuja kwenye maisha yako, ni ishara ya kwamba kuna mlango katika ulimwengu wa roho umefunguliwa. Ni swala la wewe kupita au kupokea. Na tunasema asilimia kubwa ya watu hatujui hivyo vitu, na vikija hatuvipi nafasi, hatuviwekei umakini. Lakini ni vitu vitatu ambavyo Mungu anavitumia tangu kuumbwa kwa ulimwengu mpaka mwisho wa dunia. Utasikia mzigo wa kuomba, mzigo wa kufunga, mzigo wa kutoa, mzigo wa kutumika, mzigo wa kusaidia kufanya kitu fulani. Tito 2:11 inatuambia neema ya Mungu iletayo wokovu imekwisha kufunuliwa kwa wanadamu wote. Kwa hiyo neema Mungu iletayo, kwa sababu kumbuka vitu gani ambavyo neema inafanya? Inaweza kaokoa, inaweza kaleta wokovu, inambadilisha mtu, inamfanya, inamtengeneza mtu. Kwa neema Mungu iletayo kitu fulani imekwisha kufunuliwa kwa wanadamu. Kwa ikifunuliwa, kuna namna Mungu anakupa kujua kwa jinsi ya ndani. Ili nini? Ili wewe uanze kuingia kwenye yale mambo upokee. Ndio maana mfano ukisikia mzigo wa kutoa, una uhakika kuna mlango wa kufanikishwa kabisa kimwili huku umefunuliwa kwenye maisha yako, kwa sababu mafanikio ya mwilini yanaenda sambamba na utoaji. Unapofunga utoaji, umefunga kufanikiwa kimwili. Kwa ukisikia ndani yako kuna pressure imeingia ya kufanya kitu, ujue sasa kwamba neema ya Mungu iletayo mafanikio ya kimwili imefunuliwa kwako. Lakini unahitaji uitibue, unahitaji ujiunganishe nayo. Unajiunganisha kwa njia gani? Kwa njia ya kutoa. Ndio nasema toeni nanyi mtapewa. Unapopata fursa ya kutoa, ni kwamba Mungu amekuletea shamba la kupanda ili upate kuvuna. Yeye anampa mbegu mwenye kupanda na anampa mkate uwe chakula. Kwa kama unataka ya kula, akikupa atakupa ya kula, hata kuna pressure ya kutoa. Ila ukitoa make nini? Unajulisha na ile neema ambayo imefunuliwa kwako. Ukisikia pressure ya kuomba, kuna neema ya Mungu imefunuliwa kwako. Ukisikia pressure ya neno ndani yako, neema ya Mungu iletayo hekima kwa mwanadamu imefunuliwa kwako. Kwa sababu neno la Mungu linaleta hekima. Mtu yote ambaye analikimbia neno hawezi kuwa na hekima. Neno la Mungu linakupa hekima. Neema ya Mungu iletayo uwepo wake kwa mwanadamu imefunuliwa kwako. Ndani yako itasikia pressure ya maombi. Unaposikia kuomba, kila kuomba, hamu ya kuomba, pressure ya kuomba, maana yake kuna namna, kuna vitu vinatokea mbele, au kuna mazingira mbele yako yatahitaji uwepo wa Mungu kwa 100%. Yatamhitaji Mungu awe pamoja na wewe. Yatahitaji Mungu akupiganie. Yatahitaji Mungu akutetee. Paulo anasema Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Kuna namna uwepo wa Mungu utahitajika. Na Mungu akishaona na akaona kiwango cha uwepo wake kwako ni kidogo kulingana na kesho kitakachokuwepo au mazingira yatakayotakiwa uwepo kesho, atakuletea msukumo ndani yako wa kuomba. Ule msukumo ndani yako wa kuomba unakutengenezea mazingira ya kuleta uwepo wa Mungu kwako kwa ajili ya kesho ya kwako. Kwa hiyo neema ya Mungu iletayo uwepo wa Mungu kwa wanadamu wote inafunuliwa kwako. Ikifunuliwa kwako, ndani yako inaingia pressure ya kuomba. Sababu maombi kazi yake ni kuvuta uwepo wa Mungu kwa mwanadamu. Sababu kwenye maombi utamsifu Mungu, utamwabudu Mungu, utasema na Mungu mambo ya maisha yako. Lakini pia Mungu anaweza kaangalia akasema kesho kuna mambo, kuna kiwango cha kimaisha kinahitaji kiwango fulani hivi cha kimaombi. Kwa anakutengenezea stamina leo kwa ajili ya kesho ya kwako. Kwa kama unatengeneza stamina kwa ajili ya kesho ya kwako, atakupa mzigo ndani yako wa kuomba. Unapoupotezea, ukiupotezea ukaupuzia, ile wingu likahama. Ukija kuanza kuomba, ile wingu linakuwa halipo. Unaomba kwa shida kwa sababu ile wingu limeondoka. Na kitu fulani kinatokea baada hapo. Kikitokea unashangaa kimekupiga chini. Biblia inasemaje? Jaribu halikuwapata ila lililo kawaida ya wanadamu, na Mungu ni mwaminifu hata waacha mjaribiwe kuliko mwezavyo, na katika hilo jaribu anasema atatengeneza mlango wa kutokea. Kwa Mungu akiona kuna jaribu anataka kuliachilia lije kwako, akikutazama stamina yako kwako ni ndogo, anakupeleka gym. Akikupeleka gym, unapasha kwa kiwango ambacho misuli yako imeweza kubeba gunia la kilo 50. Ndipo anaruhusu jaribu lije. Sasa akikupa huo mzigo, alafu haufanye mazoezi, kila siku unataka wewe unabeba kale ka gym kadogo, unabeba lita 5 za maji huku na huku unanyanyua Mungu anakuambia kesho kutwa kuna lita 22. Kwa hiyo ili uweze beba lita 30 huku na huku. Na tuna mfano wa maji, lakini naongea mambo ya maisha. Kwa hiyo wewe unaona huku na huku lita 30 zinanichosha, ngoja nipige zangu hizi 5. Kila siku naomba dakika 5. Haujisumbui kuzidisha kiwango chako cha kimaombi, haujisumbui. Hata pressure ikija, unaomba mara moja, sema nishaomba Bwana, mimi nishaomba. Mungu ananiambia sasa nilishaomba. Au unapiga zangu dakika 5 alafu unatembea unaabudu.
kuna kuabudu na kuna kuomba. Ukisikia pressure ya kuomba inakuja, maana anataka usogeze, uzidishe muda wako. Ukizidisha muda wako, unajenga stamina ya kuomba, kwa sababu kadri unavyozidi kuomba muda mrefu, ndivyo ambavyo uwepo wa Mungu unazidi kuachia ndani yako. Unatengeneza mahusiano, sababu mahusiano ya Mungu na mwanadamu yanatengenezwa kwa njia ya maombi. Mtu yote ambaye anakimbia maombi hawezi kuwa na mahusiano yake na Mungu mazuri, haiwezekani. Maombi ndio njia kubwa na ya kwanza na ya muhimu ambayo inatengeneza mahusiano ya Mungu na mwanadamu. Ndio maana wakati Yesu anakaribia kwenda msalabani, lilikuwa ni jaribu lake kubwa sana na ambalo alitaka kulikimbia. Lilikuwa linamzidi uwezo. Lakini Biblia inasemaje? Mungu ni mwaminifu hata acha mjaribu kuliko mwezavyo. Kwa Mungu alicheki akaona Yesu mwenyewe hana uwezo wa kulipita. Alichokifanya, alimwekea ndani yake mzigo. Alisema, moyo nina huzuni moyoni mwangu kiasi cha kufa. Ilikuwa ni huzuni, ni mzigo umeingia ndani yake wa kumpeleka mlimani. Akaenda kuomba. Akaomba kule. Aliomba, Biblia inasemaje, mpaka mavazi yake akageuka. Aliomba mpaka jasho likatoka kama matone ya damu. Kwenye Mathayo 26:40-41 akarudi akaambia wanafunzi wake, "Je, hamkuweza kuwekesha na mimi angalau kwa saa moja? Kesheni muombe msije kuingia majaribuni, kwa maana roho iradhi ila mwili ni dhaifu." Ni wakati anaomba, aliomba mara ya kwanza akarudi, akaomba mara ya pili akarudi, akaomba mara ya tatu akarudi. Mimi nimejifunza the hard way. Sababu sangia unajua Mungu anatufundisha kwa njia ngumu. Ndio maana hata katika maisha sio kila mtu ni wa kushirikiana naye. Nikajifunza kitu. Angalia, wakati Yesu anataka kuchagua mitume 12, Biblia inasema aliomba masaa 12. Kwa hiyo alikuwa kila mtume mmoja ili amchague aliomba lisali moja. Ndio maana kwenye eneo lako la kimaombi likiharibika, maisha yako yameharibika. Shetani akishindwa kuharibu maisha yako, atakutegea kwenye eneo moja, atatafuta eneo lako la kimaombi. Sababu huko ndiko ambako mahusiano yako na Mungu yanatengenezwa, na huko ndiko ambako yakitengenezwa mahusiano, Mungu anakuwa na wewe, na anajua Mungu akiwa upande wako, Biblia inasema hakuna aliye juu yako. Kwa kitakachoibuka chochote kinakutana na Mungu mwenyewe, kwa sababu yuko upande wako. Na kinachomfanya Mungu awe upande wako ni kiwango chako cha kimaombi, sababu kinakutengenezea pia kiwango chako cha utii. Mtu hawezi kuwa mtii wa mambo ya Mungu kama kwanza haja mtu wa maombi. Haiwezekani. Haiwezekani ukawa na uwezo, kwa sababu kinachokufanya uwe mtii sio nguvu zako, ni nguvu za Mungu ndani yako. Kinachokufanya uwe mtii wa mambo ya Mungu sio uwezo wako, sio juhudi zetu, ni juhudi za Roho Mtakatifu, ni neema ya Mungu itendao kazi ndani yetu. Sababu anasema tumeokolewa kwa neema, sio kwa uwezo wa mtu, sio kipawa cha mtu, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mtu mwingine anasema mimi bana siwezi kuokoka kwa sababu siwezi kuacha kufanya dhambi. Hauachi dhambi kwa sababu unataka kuacha dhambi. Unaacha dhambi kwa sababu una kiu na hamu ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana ili uache dhambi, lazima ndani yako iingie kiu ya kumtaka Mungu kwa kiwango cha juu. Kwa sababu ile hamu ya uwepo wa Mungu kwako itakuwa inakutengenezea mazingira na kukuondolea baadhi ya vitu. Na kadri uwepo wa Mungu unapokuja, inakuwa ni kama vile unapuliza rungu ndani ya chumba chako. Kuna mbu wakisikia harufu wanakimbia. Nzi wakisikia harufu wanakimbia. Unajua kama hujapiga dawa utakuwa unahangaika. Unaona mbu unamfuata, amekutoroka. Kama hujapiga dawa unakimbizana naye. Amemng'ata mtoto, unaangalia unasema huyu mbu unapata hasira. Lakini ukipuliza dawa, kama kuna kauwazi kwenye mlango, walioko nje ya mlango wakisikia harufu wanakimbia mbali. Kwa kadri unavyozidi kuvuta uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, kuna mambo huhangaiki nayo. Kwa sababu yanaondoka yenyewe. Sababu ile harufu ya uwepo wa Mungu inakuwa ni kama vile ni sumu kwa mambo mengine ambayo hayafai kwenye maisha yako. Kwa kinachokuja kinakata kiu ya dhambi, kinakata kiu ya vitu vingine. Ni ule uwepo wa Mungu ndani ya moyo wa mtu, ndani ya maisha ya mtu. Na kwa kadri unazidi kukaa kwenye maombi, ndipo ambapo unamvuta Mungu kwenye maisha yako. Sababu kwani ambapo mnatengeneza mahusiano. Kwa hiyo sasa, kadri unavyozidi kumsogeza Mungu karibu, unazidi kumjua Mungu zaidi. Na unavyozidi kumjua Mungu zaidi, unazidi kula matunda ya ufahamu wako, matunda ya yale matokeo ya kumjua kwako. Ndio maana kwenye Ayubu 22:21 alisema mjue sana Mungu, sio kidogo, ili uwe na amani. Ndivyo hayo mema yatakavyokujia. Kwa tunapambana kutafuta mema mchana usiku, tunaamka asubuhi mpaka jioni tunapambana mitaani mchana usiku, ni sawa, lakini haitafika kile kiwango cha utoshelevu ndani ya mtu kama kumjua Mungu kwake ni kwa kiwango kidogo. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo hayo mema yatakavyokuja. Na Danieli 11:32b nasema bali wale wamjua Mungu wao watakuwa hodari. Uhodari unapatikana kama matokeo kumjua Mungu. Uhodari haupatikani kwa kifua. Mimi nasema nataka niwe hodari. Unapiga gym asubuhi hadi jioni. Piga gym asubuhi hadi jioni. Piga gym asubuhi hadi jioni. Sasa utaanza tu appetite ya kula, utaongeza gharama nyumbani kwako. Kwa uhodari unapatikana kama matokeo
ya kumjua Mungu kibinafsi, sio kiujumla, kibinafsi. Na kwa kumjua Mungu ni kwa kupitia ufunuo wa neno lake. Mungu analifunua neno kujitambulisha kwako yeye ni nani kwako.